Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linalolaani mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Iran dhidi ya nchi za Ghuba ya Kiarabu pamoja na Jordan. Azimio hilo lililowasilishwa na mataifa ya Ghuba halikutaja mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani na Israel. Azimio hilo pia limelaani jaribio lolote la Tehran kuzuia usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. China na Urusi zilijizuia kupiga kura wakati azimio hilo lilipopitishwa. Esther Luambano anaarifu zaidi. Azimio kinzani lililowasilishwa na Urusi likiungwa mkono na China lililokuwa likitaka kusitishwa kwa mapigano kwa ukamilifu katika eneo la Mashariki ya Kati halikupatwa uungwaji mkono wa kutosha na hivyo kutopitishwa. Wakati huo Iran imeendelea kushambulia maeneo muhimu katika eneo la Ghuba, ikipiga maghala ya kuhifadhi mafuta nchini Oman. Awali, meli 3 za kibiashara pia ziliharibiwa katika mashambulizi hayo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, Mike Waltz, amezungumza baada ya upigaji kura. Mashambulizi haya yalikuwa mabaya sana na yalifanywa bila kutambua walengwa, huku Irani ikipiga risasi kila kona, kiasi kwamba mataifa ambayo hapo awali yalikuwa na tofauti kali sana yameungana. Mkakati wa Irani wa kusambaza vurugu umeonekana kuvurugika na kushindwa. Katika hatua nyingine, meli 2 zilizokuwa zimebeba mafuta kutoka Iraq zimeshambuliwa na watu wasiojulikana ndani ya maji ya eneo la Iraq na kusababisha meli zote 2 kushika moto. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa bandari wa Iraq aliyezungumza na shirika la habari la Reuters, anasema mamlaka zimefanikiwa kuwaokoa wafanyakazi 25 wa meli hizo 2. Licha ya juhudi hizo, moto bado unaendelea kuwaka. Leo katika Gumzo msikilizaji, tunatupia jicho janga la kibinadamu linalozidi kutukuta Mashariki ya Kati, ambapo watu takriban 700,000 nchini Lebanon wameachwa bila makazi na wengine kusalia wakimbizi. Je, Mashariki ya Kati ina uwezo wa kuhimili janga hili la kibinadamu? Nimezungumza na mwandishi wa habari Remi Mbelechi aliyekuwa mstari wa mbele katika vita nchini DRC na mchambuzi wa siasa Abdul Fattah Musa. Yeye alishuhudia vita nchini Iran na baadaye kutoroka. Mimi nimeishi Iran kwa zaidi ya miaka 20. Nimeishi muda mrefu na kimsingi mimi nimefanya kazi kule katika idhaa ya Kiswahili ya Radio Iran, na nilikuwa nachukua likizo yangu ya kikazi, lakini kwa bahati mbaya ikaingiliana na msukosuko wa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vilitokea takriban wiki moja kabla ya safari yangu. Balozi wetu nchini Uturuki ndio ambao ulichukua hatua kubwa sana za kutusaidia sisi wa Tanzania ambao tuko kule, wakiwemo wanafunzi wanasoma katika vyuo mbalimbali, tukaweza kuondoka Iran kupitia mpaka wa ardhini wa Uturuki. Swala la idadi ya wakimbizi linakuwa tatizo. Unapoona idadi hii ya watu kama 700,000 wakikimbia Lebanon, unahisi ni kosa gani la kidiplomasia ambalo ulimwengu unarudia? Mimi naliangalia katika mtazamo zaidi wa chanzo chake. Kufeli kwa hatua za kidiplomasia katika matatizo ya wakimbizi ni chanzo kinachosababishwa na ima vita vya wenyewe kwa wenyewe vya uchu wa kuwania madaraka vinavyotokea katika nchi mbalimbali. Na kwa mfano katika nchi zetu nyingi za Afrika, kwa bahati mbaya, tatizo kubwa la wakimbizi huchangiwa na vita vya wenyewe vya wenyewe. Lakini ukiangalia eneo kama la Mashariki ya Kati, tatizo la wakimbizi linazalishwa zaidi na uingiliaji wa madola mbalimbali, hasa kwa upande mmoja ni Marekani na upande mwingine ni uingiliaji wa kijeshi unaofanywa na Israel katika mataifa hayo. Utakumbuka kwamba mgogoro wa miaka zaidi ya 10 wa Syria ulizalisha mamilioni ya wakimbizi wakiwa ndani na nje. Bwana Remi, wewe umekuwa ukifuatilia na hata kushughulikia mizozo mikubwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako mamilioni wamepoteza makazi. Changamoto kubwa mnayoshuhudia ni ipi kwa wakimbizi? Baada ya kusikia mtazamo wake Abdul Fattah. Ndiyo dada Martha, sisi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema kweli toka mwaka jana, yani changamoto ni nyingi sana ambazo tunazozipitia. Na sasa hivi takwimu ambazo tunazo sasa hivi Kongo toka mwaka jana, mwaka 2025, ni zaidi ya watu milioni 6.9. Hawa ni wakimbizi wa ndani au watu ambao walipoteza makazi yao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hao watu milioni 6.9, kusema kweli wengi wametapakaa hususan kwenye mipaka, kwenye mikoa ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na mkoa wa Ituri. Ni takriban zaidi ya watu milioni 5 ndo wakimbizi wa ndani au watu ambao wamepoteza makazi zao. Hapa tarafani Fizi, Uvira
na Mwenga, sehemu ambapo sisi tupo. Kwanza mwezi wa 12 mwaka 2025 hadi leo mwezi wa 3, tuna takriban zaidi ya watu 1.5 ambao ni wakimbizi wa ndani, ambao hawana chakula, hawana maji, hawana matibabu, yani kupata dawa ni vigumu. Na hususan kitu ambacho kinachosumbua sana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kufuatana na wafanyakazi wa haki za binadamu au wafanyakazi wa mashirika za binadamu hawana uhuru wa kutembea, hawana uhuru wa kutoka upande huu kwenda upande huu. Mfano nikikunaweza kuambia hapa ambapo tupo sisi, tupo kwenye himaya ambayo ipo chini ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata kama mkisikia kwamba huko Minembwe watu wakiwa wanateseka, au wafanyakazi wa mashirika hawezi kutoka huku kwenda huko kwa sababu ni shamba la vita. Ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba watu hawa wanasaidika na hali ya mambo inakuwa sawa, ikiwemo huduma za kibinadamu, usalama wao na vitu kama hivyo? Kwa mimi naweza kusema kwamba ni jukumu la viongozi kwanza wa serikali. Yana maana kwa sababu hakuna jinsi Uvira aidha Baraka huwezi kutoka hapa kwenda tuseme Luvungi, ambapo Luvungi ipo chini ya wahasi wa M23, unaweza kwenda ukapelekea watu msaada. Na kuhusu hapo njiani, yani kutoka upande huu kwenda upande mwingine, unaweza kupotelea hapo, wala watu hawaheshimu kwamba huyu ni mfanyakazi wa haki za binadamu au vipi, au yani unasikia watu ukiwa mtu mfanyakazi wa haki za binadamu unatukiwa malawama, unaweza ukastakiwa vitu ambavyo wewe hauwezi kufanyi, wewe ni muasi. Mnaona kwamba ni nini hasa kinaweza kufanyika ili kuweza kumudu idadi hii kubwa ya wakimbizi? Hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa hapo ni mashirika au wafadhili waone jinsi gani ya kuwasaidia yale makazi kwenye maeneo kama haya, ili wapate kufika maeneo yoyote na ambapo kunaweza ambapo watu wanahitaji msaada. Kwa sababu tatizo la kwanza, kama nilivyokuambia, tatizo la kwanza ni usalama mdogo ambao hauwapi uhuru wale wafanyakazi wa mashirika za haki za binadamu kufika hizo eneo. Pia ni pesa au uwezo au pesa, yani ule uwezo wa wao kwenda kuwasaidia. Unaweza kuwa na moyo ukasema tunataka kusaidia watu ambao sehemu fulani, ila je, mtaenda kuwasaidia na nini? Dawa itatoka wapi? Chakula kitatoka wapi? Kwa hiyo Umoja wa Mataifa tunaweza tukaomba serikali na Umoja wa Mataifa, mashirika ya kibinadamu ambayo na dunia nzima waje waangalie jinsi gani wanaweza kusaidia watu. Pia sheria za kimataifa zinatakiwa zisimame, kwa sababu hiyo wahasi, hiyo jeshi la serikali hawataki kusimama na kuheshimu sheria za kimataifa. Ngoja tumsikie Abdul Fattah naye analitazama vipi hilo. Abdul Fattah, kwa upande wako. Alivyoashiria Bwana Remi, swala la msingi kwanza linalohitajika ni bajeti ya kufadhili misaada kwa wakimbizi wanaoathirika katika nchi mbalimbali. Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na kilio kupitia Umoja wa Mataifa kwamba suala la michango mbalimbali ambayo imekuwa ikitolewa ya kufadhili misaada, bali hata karibuni tumemsikia Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akilalamikia suala hata la kuweza kukidhiwa michango ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Tunajua kwamba kwa mfano serikali ya Marekani tangu Rais Donald Trump amerudi tena madarakani kwa mara ya pili, amekuwa kibana misaada ambayo Marekani ilikuwa ikitoa au katika taasisi mbalimbali au mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa. Hili kwa kiwango kikubwa limedhoofisha kiwango cha misaada ambayo jamii ya kimataifa au wafadhili wa kimataifa wamekuwa wakitoa kusaidia matatizo ya wakimbizi katika nchi mbalimbali. Mnaona matumaini yakipatikana hivi karibuni? Jitihada zozote zinazofanyika zinakidhi? Kuna matumaini ambao wananchi wa Kongo walipata tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2025, ambapo wakati mikataba ilisainiwa huko Marekani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, wananchi wakasema labda kweli tunakwenda kupata amani, na sasa hivi usalama unazidi kuwa mdogo na wala hata mikataba yenyewe, yani watu hawaheshimu mikataba yao, vita vinazidi kuendelea na watu wanashindwa kupata, wamepoteza kabisa matumaini ya amani. Matumaini ni madogo Bimatha. Yani tukiangalia uhalisia wa mambo, kwa masikitiko ni kwamba pamoja na kufikiwa makubaliano mbalimbali ya kusimamisha vita na mapigano katika migogoro inayoshuhudiwa katika pembe mbalimbali za dunia, lakini bado suala la watu kujali amani, kujali maisha ya raia wa kawaida, hasa wanawake na watoto ambao ndio wahanga wakubwa zaidi katika migogoro hii ya kivita ambayo inapelekea kuzaa wakimbizi. Lakini hadi sasa si nchi ambazo zinafikia makubaliano hayo, ima pande zote mbili, waasi na serikali zinazoheshimu makubaliano hayo au upande mmoja kuheshimu makubaliano hayo. Ni Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa, na Remi Mbelechi alikuwa mstari wa mbele, na mwanahabari kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Mudi Jongo